Azamu walitoka kucheza nusu fainali ya michuano ya shirikisho. Wamekaa kwa muda mchache, wanakuja kukutana kwenye mechi ya ligi. Mechi ambayo ilikuwa inabeba sura nyingi ndani yake. Mechi ambayo kwa upande wa Yanga ni kama mechi ambayo ilikuwa inaenda kuamua ubingwa wake wa msimu huu, kwa sababu alikuwa anajua matokeo yoyote mabaya ambayo atayapata nje ya kupata ushindi, kuna namna ambavyo angeweza kwenda kuweka kwenye hatari ubingwa wake ambao anaushikilia hadi hivi sasa. Kwa hiyo kwangu mimi zilikuwa ni dakika nzuri, dakika 90 ambazo zilijawa na kila aina ya matukio. Lakini namba moja, tulikuwa tunahitaji kwenda kuiona timu ambayo inahitaji kwenda kupata alama 3. Ndani ya dakika 90 zote uliona Yanga ikifanya kila matukio kuonesha kwamba jinsi gani ambavyo wanaenda kuhitaji hizi alama 3 kwenye dakika 90. Namba moja, unaona kikosi cha mwalimu jinsi ambavyo kilikuwa kina mabadiliko kadhaa. Shabalala upande wa kushoto, lakini Kwasi Atula yao upande wa kulia. Unaona jinsi gani ambavyo kocha wa Yanga alihitaji zaidi kutumia mafullback wake kwa ajili ya kwenda kuongeza idadi ya washambuliaji kule mbele. Kwa sababu alikuwa anajua kule mbele aina ya washambuliaji ambao wanao sio washambuliaji ambao wana uwezo wa kwenda kutumia nafasi. Sasa kuna muda sitohitaji washambuliaji kwa ajili ya kwenda kufunga, nitahitaji niweze kwenda kutengeneza nafasi nyingi ili yoyote ambaye atakuwa na uwezo wa kutumia hizo nafasi aende kufunga magoli. Yanga wakiwa wanakushambulia, uliona mafullback wanapanda kule mbele, Alani Okelo, Maxim Pianzingeli, Pakome Pedro Zuzwa, mshambuliaji mmoja ndani ya boksi. Ina maana Yanga ilikuwa ina wachezaji zaidi ya 6 ndani ya eneo la timu pinzani. Lakini katikati Juke Abuya pamoja na Mdathili Yahya, nenda kaangalie jinsi ambavyo walikuwa wanacheza. Mara nyingi Mdathili Yahya alikuwa anacheza kama box to box midfielder. Muda ambao Yanga inaenda kushambulia, utamuona akienda kuongeza idadi ya wachezaji kwenye box la timu pinzani, kitu ambacho kikawa kinaenda kwa favor Yanga. Sasa nini maana yake? Maana yake mnapokutana timu ambazo kila mara mnakuwa mnashambuliana, mnaenda kushindana kwenye kutumia nafasi, mnaenda kushindana kwenye kufuta makosa madogo madogo ambayo utaenda kuyafanya kwenye dakika 90. Nenda kawaangalie Yanga chini ya Diara, wamekuwa wako bora na salama kwenye mchezo wa leo. Diara amefanya saves zaidi ya 3, kitu ambacho kimeenda kuwafanya kuwa imara kwenye mchezo wa leo. Lakini nenda kaangalie goli la kwanza ambalo wamefunga Yanga, utamuona golikipa wa Azam Zuberi Foba jinsi ambavyo amekosa kuwa na mawasiliano mazuri kwenye hii mipira ya juu. Kwenye mechi ya kwanza ya michuano ya shirikisho, Azamu ameenda kuruhusu magoli mawili kwenye maeneo ambayo ulikuwa unatamani kumuona golikipa Zuberi Foba akienda kusaidia, kwa sababu golikipa una advantage ya kutumia mikono. Lakini kwenye maeneo ambayo ulitegemea Zuberi Foba aende kutoka na kwenda kuipangua ile mipira, kwenye matukio mawili yote alibaki kwenye eneo lake, Yanga wakaenda kufunga magoli mawili. Kwenye mpira wa leo ambao golikipa kwa mahesabu ya kawaida unaona pale mimi siendi kufika, lakini unashangaa Zuberi Foba ameenda kutoka na kutaka kwenda kuuai mpira, Yanga wakaenda kupata goli. Kuna namna ambavyo makosa binafsi ya safu ya golikipa ya Azamu yameenda kwenda kuigharimu timu. Baada ya hapo, nenda kaangalie goli la pili ambalo Yanga wameenda kulipata. Clear penalty, makosa ya wazi ambayo anaenda kuyafanya Twalibu Nuru, miongoni mwa wachezaji ambao Florent Ibenge amekuwa akiwaamini kwenye michezo mingi ya Azamu. Eneo ambalo ulitegemea ataenda kumalizana na Depu, ndio eneo ambalo ameenda kumwacha Depu. Depu anaingia kwenye box, yeye ndo anaenda kumkata. Nadhani kwa watu ambao hawajaangalia hii mechi, mfano halisi ni kwenye finali ya ligi ya mabingwa Arsenal dhidi ya PSG. Makosa ambayo aliyafanya fullback wa Arsenal Mosquera, eneo ambalo ilibidi amalizane na kiungo wa PSG, akaenda kumwacha. Kvaratskhelia anaingia ndani ya box, ulimuona Mosquera jinsi ambavyo alienda kumkaba vibaya mtu ndani ya box. Ukabaji wa kumfuata mtu ukiwa unatokea nyuma unahitaji uwe na nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu namba moja lazima ufanye tackling ya kwenda kuugusa mpira, kwa sababu watu wanaamini kwamba mchezaji ukienda kuugusa mpira unakuwa hujafanya makosa, lakini kitu ambacho kinaenda kuangaliwa kabla hujaenda kuufikia ule mpira, nini nyuma ulienda kufanya, ndio kitu ambacho kimeenda kumhukumu leo Twalibu Nuru. Ukiangalia vizuri mpira ni kama alienda kuupunyua, lakini kabla hajaenda kuupunyua ule mpira
kuna contact ambayo alienda kuifanya zidi ya Depu ndani ya box. Depu anauchukua mpira, anaenda kupiga penalti safi, anaenda kuipa Yanga uhakika wa kuwa salama. Kwa hiyo kwangu mimi zilikuwa ni dakika 90 ambazo Yanga alionyesha kweli alikuwa na uhitaji wa alama 3, kwa sababu Azam aliingia akiwa yupo safe. Azam ana cha kupoteza, ameingia kwenye mchezo wa leo akiwa na alama 58, alama ambazo akipoteza michezo yote ya ligi iliyobaki Singida Black Stars hawezi kwenda kuifikia. Singida kabla mchezo wa leo alikuwa na alama 47. It means akishinda michezo yake mitatu anavuna alama 9 plus 47 anakuwa na alama 56. Ina maana alikuwa aendi kumkuta Azam. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga ameonyesha kwamba alikuwa na uhitaji wa alama 3 zidi ya Azam, ambaye Azam kwenye mchezo wa leo ni kama alikuwa anaenda kukamilisha ratiba. Sitaki kuamini kwamba Azam walikuwa na ndoto za kuchukua ubingwa wa msimu huu. Kwa jinsi alama zilivyokuwepo, kwa aina mechi ambazo zilizobaki kwenye makaratasi, of course alikuwa na uwezo wa kuchukua, kwa sababu kama angeshinda na Simba na Yanga wangepoteza michezo yao, kwenye makaratasi alikuwa na huo uhakika, lakini kwenye uhalisia alikuwa hana uhakika kwenda kuchukua kombe. Ni wapongeze Yanga, wametumia vizuri nafasi ambazo wamezipata. Kuna makosa ambayo wameyafanya, hawajaenda kuhukumiwa kama baadhi ya makosa madogo madogo ambayo safu yake ya ulinzi wameenda kuyafanya, lakini Diarra ameonyesha kwa nini amekuwa ni golikipa ambaye anaaminiwa kwenye kikosi cha Yanga na kwenye timu ya taifa ya Mali amekuwa ni golikipa namba 1. Zile saves ambazo amezifanya leo very superb. Saves ya 18 amezifanya leo. Kabla ya mechi ya leo alikuwa ana saves 16. Amefanya saves 2 ambazo ni bora. Ameenda kufikisha saves 18. Bonge moja la golikipa. Wakina Pacome wamefanya vizuri, wakina Depo wamefanya vizuri, lakini for me Nicolas Ngiliule, Djigui Diarra ndio ameenda kuihakikishia leo Yanga kupata alama 3. Sawa, huyo ni Nicolas Ngiliule kama ambavyo umemsikia mwenyewe, pia amejitambulisha akiwa anashusha madini hayo. Kwangu naamini ni miongoni mwa wachezaji, ni penalty ambayo ilistahili kuweza kuwepo. Ni contact ambayo ilianza kwenye mwili imeenda kumalizia kwenye mpira. Kwa maana kwamba Twalib Nur wakati anakwenda kucheza ule mpira, alianza kucheza mwili wa Laurindo Depu. Mara baada ya kucheza mpira wa Laurindo Depu akaenda kumalizia kwenda kucheza mpira. Na kitu ambacho hakimaanishi kwamba sio foul. Watu wengi mtaani tumekuwa tukizungumza kwa maana kwamba alicheza mpira ndio kitu ambacho tunaishia hapo. Kucheza mpira haimaanishi kwamba sio foul mara zote utakapokwenda kucheza mpira. Umeucheza mpira baada ya kufanya nini? Mimi leo hii naweza nakumbuka kuna foul, labda nitoe mfano mwepesi. Kuna foul ambao alifanya mchezaji wa Tanzania Prisons kwenye mechi kati ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons. Aliupiga mpira umekuja kwake, akaupiga mpira zeni ule mguu akaubakisha juu. Ndio ukaenda kumgonga ule mguu wake, ukaenda kumgonga Mzamir Yasin, ilikwenda kuzalishwa kadi nyekundu. Lakini aliucheza mpira, itangulia kucheza mpira, mguu kabaki juu, ambayo ilikuwa ni dangerous play. Mara baada ya kucheza mpira umekwenda kufanya tukio ambalo ni dangerous play, ambayo inakwenda kuhatarisha afya ya mchezaji mwenzako, ambayo ilikwenda kuzaa kadi nyekundu licha ya kucheza mpira. Na Mzamir wenyewe alitolewa ile kabisa Mzamir. Yes, yeah. Na tukio jingine ambalo linaweza kuwa na shahidiana na hili ambalo litokea kwenye penalty ya klabu ya Yanga, nadhani ni tukio la mechi ya juzi kati ya Argentina na Austria. Wachezaji wawili ambao walikwenda kumfanyia challenge mchezaji wa Argentina, Lautaro Martinez. Yes. Walitangulia kucheza mwili wa mchezaji wa Argentina. Ndio. Baada ya hapo Lautaro Martinez, baada ya hapo akaenda kucheza mpira. Ukiliangalia tukio kwa haraka unaweza kuona kwamba okay, mbona amecheza mpira? Lakini kabla ya kucheza mpira, kitu gani ambacho kilifanya huyu mtu aweze kucheza huo mpira? Unaona kwamba kulikuwa kuna contact ambayo ilikuwa inakwenda kutengeneza foul, ndio ambayo imepelekea mwamuzi kuitisha kwamba ni mkwaju wa penalty. Kwa kwangu mimi binafsi nadhani nimekuwa ni mtu ambaye waamuzi watakapokuwa wanafanya makosa nimekuwa nikijitokeza kuwazungumzia, kwa maana kwamba no, hapa waamuzi walikosea, hapa waamuzi walifanya vizuri. Lakini mara nyingi tumekuwa tukiona waamuzi wetu wakifanya makosa, lakini kwenye tukio la penalty la mchezo wa leo Ahmed Alejiga aliamua sahihi. Na watu kitaka kwenda mbali zaidi unaweza kuona kwamba ni makosa ya mlinzi Twalib Nur, lakini pia unaweza kwa sifu pia namna ambavyo Laurindo Depo aliweza kwenda kufanya, kwa maana kwamba alijua kabisa kwamba nimemuhimu Twalib Nur, mimi niko mbele yake, atakapokuja kureact atakuja kureact aggressive. Kwa mimi ninachotakiwa kufanya ni kwenda kuulinda mpira, ndicho ambacho aliweza kwenda kufanya. Na hili tukio halina utofauti mkubwa sana tukio ambalo alifanya Stefan Aziz Ki dhidi ya Simba Sports Club
kadi nyekundu ambayo ilikuwa ni kadi ya njano pamoja na penalty ambayo alifanya mbele ya Hussein Kazi kama unakumbuka. Aliwini mpira, akamwangalia, aliskani akamwangalia, akaona Hussein Kazi anakuja, aka slow down mchezo, akawa anamsubiri. Kwa hiyo alijua kabisa kwamba challenge from behind mara nyingi huwa inakwenda kuzalisha faulu, na ndicho ambacho kiliweza kwenda kutokea, na mwisho siku ikawa ni mkojo penalty ambao uliweza kwenda kuconvertiwa na Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo mimi binafsi kwenye tukio la penalty ya leo sioni kama kulikuwa kuna changamoto ya aina yoyote. Ahmed Alajige aliamua sahihi na anahitaji pia pongezi kwenye tukio kama lile. Sawa, huyo ni Ali Luambano. Wote mmemsikia namna gani ambavyo alikuwa akiunguruma hapa katika mic za Bongo FM. Na wewe pia unaweza ukatuandikia katika kurasa zetu za jamii kama ambavyo nimesema, badilisha kitu ule upande wa kushoto. Kwangu mimi Chilambo amejitahidi kucheza kwenye daraja lake ya kwa dakika ambazo ameingia na kitu ambacho ameenda kukifanya, angalau tumeona kuna uhai upande ule. Dinado kaongeza vingi zaidi. Yeah, for sure. Yeah, kwa hiyo for me Dinado. Azam amepoteza mchezo wa leo, lakini Nado hana deni, amefanya kila kitu ndani ya timu. Anatengeneza nafasi, anaenda kuivuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani, lakini kuna muda anahusika kwenye fezi mbili za mwanzo, kwenye mjengo wa shambulizi, kwenye mwendelezo wa shambulizi. Utamuona Dinado kuna muda anarudi katikati kuwapa uhuru wale double pivot. Tunajua leo alianza Kanuti pamoja na Imidimao. Kuna muda akawa anawaambia wakubwa, nyie bakini hapa, mimi nakuja kuifuata mipira na kwenda kuigawa mbele kwa kina Feitoto. Ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya. Cha mwisho, kama umemsoma Dinado, energy ambayo anaanza nayo kwenye dakika ya kwanza ndio ile ambayo anakuja kumaliza nayo dakika 90, kitu ambacho inaonekana kwenye uwanja wa mazoezi. Dinado amekuwa bora sana, sio mvivu. Na ni nadra, mara nyingi tunazungumzia wachezaji wetu mafundi au wachezaji wataalamu kwenye uwanja wa mazoezi wanakuwa na changamoto ya kuwa wavivu kwa sababu wanaamini wao wanaweza. Lakini unamuona Dinado kwenye mechi za mapambano, Dinado amekuwa bora sana. Sio kwa bahati mbaya mwalimu mara nyingi kumuita kwenye timu ya taifa, kwa sababu kuna kitu ambacho Dinado anacho. Na sasa hivi Dinado mara mwisho hapa si hajaitwa, si ndivyo Moyombo? Hakuitwa mpaka tuanza kuoja. Lakini kwenye kikosi cha AFCON alikuwepo Dinado. Ila juzi hapa kumuita. Bado kidogo atupe penalti ile Adam Masina na mgusa ndani ya box. Na hata kutokuitwa kwake watu walioji sana kwamba bwana huyu mwamba namba zinasoma hivi, lakini mbona mumuiti? Ila AFCON Dinado of course yani kiuhalisia kama wanatusikiliza, yani Dinado kwa performance ambayo anaionyesha msimu huu licha ya kwamba leo kwamba wamepoteza, lakini ukizungumzia mawinga hatari uwezi ukaacha kumtaja Idi Selemani Nado. Na mimi navutiwa na namna ambavyo anahamasisha pia watoto au vijana wale ambao wanatokea katika mazingira magumu. Ukienda ukiangalia historia ya Idi Selemani Nado, watoto wa Mabibo wanaelewa kuna namna ambavyo mechi ingeweza kwenda kupepesuka. Ndio. Namba moja, Yanga ndio alikuwa muhitaji. Unajua kwenye mechi ya leo Yanga ndio alikuwa mfiwa, na mara zote mfiwa ndio huwa analia. Yaani matokeo yote ambayo Azam angeenda kuyapata kwenye mechi ya leo yalikuwa yanamuongezea alama 3 tu, lakini hakuna chochote ambacho kingeenda kuongezeka kwa Azam. Alikuwa hana shida kwenda kupata ubingwa, alikuwa hana shida ya kugombania kwenye michuano ya shirikisho. Ni mtu ambaye ameingia kwenye mechi ya leo yupo safe, kwamba nakuja kukamilisha ratiba, nikipata alama 3 it's okay, nisipopata alama 3 it's okay. Sasa kipindi cha pili kilipoanza, kama Azam angefanikiwa kupata goli la mapema, kuna kichwa alikipiga Feitoto, kila mmoja alinyoosha mikono juu na kusema ili linaenda kuwa goli, lakini Diarra akaenda kukataa. Nafikiri ni save ya pili ya hatari Diarra anaifanya msimu huu, ukiachana na ile aliyofanya kwenye mechi zidi ya Mbeya City. Kila mtu alijua ni goli limeenda kutokea. Nakumbuka baada ile mechi kuisha nikasema Diarra amegeuka kama ni VAR ambayo imeenda kukataa goli la wazi. Leo tena ameenda kufanya saves bora kabisa. Free header. Faila Sufi anaenda kupiga, anatafuta engo. Diarra akamwambia hapana, mimi nipo hapa Yanga, nalipwa pesa nyingi, mashabiki wa Yanga wanategemea kwenye mikono yangu, siwezi kwenda kuruhusu goli la namna hii. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga wamepata alama 3 kwenye mchezo wa leo, lakini nyuma ya alama 3 za Yanga yupo Diarra, bonge moja la golikipa. Sahihi kabisa. Na hata mimi mwenyewe pia
naungana na wewe kwa performance ambayo Diala ameionyesha leo. No doubt amekuwa pia ni sehemu ambayo amechangia kwa namna moja ama nyingine Azam kutoka Kapa katika mchezo huu. Tuko hapa na Mshua na tayari nimeshatoa shilingi 100,000 saa 12 na dakika 35 ambayo, lakini mimi nikaja kuitoa na dakika 37 na Mshua ananiambia kwamba mkwanja upo. Wewe ambao unatusikiliza anajua kabisa kwamba kuna watu ambao wana majonzi na kuna watu ambao wana furaha. Kwa hiyo katika furaha yao ile anataka tena kuwaongezea furaha, na kwa wale wenye majonzi basi anataka kuhakikisha kwamba majonzi kuyatoa. Na yatoaje majonzi? Ni kuwapa mkwanja. Mkwanja ni mwepesi tu na lamani ni hapa. Ukiwa unatumia Vodacom basi bonyeza *150 *00 alama reli, chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Namba ya kampuni ni 321111, kumbukumbu namba ni 333 au neno bongo. Weka namba yako ya siri kisha ruhusu mamala kutoka. Yes, bonyeza *150 *01 alama reli, chagua namba 4, lipa bill. Namba ya kampuni ni 321111, kumbukumbu namba ni 333 au neno bongo. Weka namba ya siri kisha ruhusu mamala wako kutoka. Airtel bonyeza *150 *60 alama reli, chagua namba 5, lipa bill. Namba ya kampuni ni 321111, kumbukumbu namba ni 333. Weka namba ya siri kisha ruhusu mamala wako kutoka. Halotel bonyeza *150 *88 alama reli, chagua namba 4, lipa bill. Namba ya kampuni ni 321111, kumbukumbu namba ni 333. Weka namba yako ya siri kisha ruhusu muamala wako kutoka. Bwana, kwa namna ambavyo Yanga hii sasa ambavyo inapata matokeo hivi katika ligi kuu na kutoka kwao kule sasa kwenye kombe la FA Ali Luambano, unahisi wanaweza katupa kweli ubingwa, yani kuudondosha? Mimi binafsi kimefunga mabao 28. Ukiachana na zile timu 5 za juu kwa maana ya TRA, Singida, Azam, Simba na Yanga, timu inayofuata kwa kufunga mabao mengi pia wapo pia TRA na wengine pia ni Dodoma Jiji pia, na wenyewe pia wako wamefunga mabao 24. Na moja kati ya wachezaji wake ambao wako kwenye kiwango bora, ambaye alikuwa na kiwango bora msimu huu, ni William Edgar, ambaye pia amekuwa akifunga mara kwa mara. Kwa ukikao ukiangalia kwenye karatasi ulikuwa unaiona ni mechi ambayo inaweza kuwa na mabao mengi kutokana na nature hizi timu. JKT Tanzania wanacheza possession football, wako wakicreate nafasi nyingi sana kutokea kwenye eneo la katikati mwa uwanja, sema ambako amekuwa akicheza kiungoa yule ambaye anavaa Hassan Kaparata, amekuwa akicheza kwenye hilo eneo. Lakini pia kwenye maeneo ya pembeni, sema ambako amekuwa akioperate Tepsi Evans, kwa kipindi unamuona Saleh Kalbaka, ambao wamekuwa akicheza kwenye hao maeneo. Pia ni wachezaji ambao wana ubunifu wa kutosha, wana uwezo wa kucreate nafasi. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji tumemwona Popi Takasunda alikuwa anacheza kwenye ile eneo na alikuwa anaweka mipira kambani. Lakini pia hata alipokuja kupata nafasi mtu kama Valentino Mashaka, naye pia alikuwa na uwezo wa kuweka mipira kambani. Kwa hiyo binafsi moja kati ya mechi ambayo nilikuwa naamini inaweza kuwa na mabao ni mechi kati ya JKT Tanzania dhidi ya Dodoma Jiji, lakini bahati mbaya imekwenda tofauti. Lakini ndio ugumu wa ligi yenyewe, ndicho kitu ambacho unahitaji kwenye mechi. Unatakiwa pia uwe na taswira yako ambayo wewe unaiona, lakini pia kwenye field uende ukakutana na kitu cha tofauti, maana yake uko unapata matokeo ambayo huyatarajii, ndipo ambapo anakwenda kutengeneza, na ndio inavyotakiwa ladha yenyewe ushindani. Unajua hata kwenye uko unaangalia movie tamthilia, uko unafikiri kwamba hapa ataenda Sterling atafanya kitu hiki na kikatokea kile kile, maana yake upati ile ladha yenyewe, maana yake sasa na wewe unaweza ukatengeneza hiyo movie. Lakini wewe ukawa unafikiria hivi au kikaenda kutokea tofauti, unaanza kupata hamu ya kuweza kuona kwamba kitakachofuata baada ya hapa ni nini. Unapata ile shauku, lakini uko unajua kwamba leo Simba anashinda, leo Yanga anashinda na wanakwenda kupata matokeo, ile shauku inapotea. Kwa hiyo tunahitaji pia tuweze kuwa na matokeo mchanganyiko ambayo yanakuwa nje na mawazo ya watu wengi, kama ambavyo mimi binafsi nilikuwa nauona mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania, ambao nilikuwa naamini kwamba ni mechi ambayo inaweza kuwa na mabao, lakini bahati mbaya haijana mabao. Sawa, huyo ni Ali Luambano na tuko hapa tunaunguruma katika mic za 8. Ni 2% tu ambazo unaweza kuona kwamba Yanga anaweza asiwe bingwa, lakini kwa asilimia takriban 98 Yanga ana nafasi kubwa ya kuweza kuwa bingwa. Kwa nini ana nafasi kubwa ya kuweza kuwa bingwa? Kutokana na Yanga ana nafasi kubwa sana kuweza kuwa bingwa. Kwa nini? Kwa kuwa ukiangalia mechi ambazo amebakizwa nazo na ubora ambao yuko nao kwa siku za hivi karibuni, namna ambavyo amekuwa akifanikiwa kuzishinda mechi zake, hususan mechi za timu ndogo, miongoni mwa timu ambao huwa hawaangushi mara kwa mara alama zidi ya timu ndogo. Ukiangalia
Msimu uliopita nadhani walipoteza mchezo mmoja tu. Msimu huu ndio Yanga ambao wametetereka, ambao pia wapinzani wako wameshindwa kuutumia kuweza kuondoa Yanga kwenye utawala wao. Msimu uliopita walifungwa michezo miwili. Walifungwa na Azam na Tabora United. Yes. Mara baada ya hapo walikuwa nadhani na sare na JKT moja tu. Msimu uliopita walipoteza alama 8. Alama 8, yes. Yeah. Msimu huu unaweza kuona kwamba amepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Dodoma Jiji na amepata sare takriban kama 7 hivi. Msimu 7 kama sio 6. Ndio sare ambazo ameweza kwenda kuzipata. Na hizo sare 7 au 6 ambazo amezipata, 2 dhidi ya Simba Sports Club. Sare amepata 6, kafungwa mchezo mmoja. 2 dhidi ya Simba Sports Club, moja dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo katika sare 6, sare 3 ni dhidi ya timu zile. Wamejana wakapigana nje hapo. Kwa hiyo kikao kiangalia namna ambavyo wamekuwa wakizicheza hizi mechi zao ndogo, na Yanga ndizo ambazo amebakiza hizi mechi zake ndogo, unaweza kuona kwamba ana nafasi kubwa sana kuweza kwenda kuwa bingwa. Na faida nyingine ambayo iko nayo, Yanga amebakiza mechi moja nyumbani, mechi moja ugenini. Nadhani ana game dhidi ya TRA na JKT. Ana game dhidi ya JKT ambao pia zote unaweza kuzitaja kwenye eneo la location. Zote zinapatikanika katika jiji la Dar es Salaam. Yanga ukikao kiangalia, Yanga hajapoteza mchezo wa aina yoyote au kupata sare ya aina yoyote kwenye mechi ambayo amecheza KMC tangia amehamia KMC. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo amekuwa na rekodi nzuri, lakini pia ni uwanja ambao Yanga wako flexible, wako comfortable kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo bado unaweza kuiona pia licha ya TRA kuwa na ubora mkubwa, lakini bado unaweza kwenda kuwapa faida kubwa zaidi Young Africans kwenye huo mchezo kutokana na sehemu ambao wanakwenda kucheza mchezo na huu ushindi wa leo, namna ambavyo utaboost kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya TRA tarehe 27. Lakini pia game ya mwisho anakwenda kucheza na JKT ambaye hana cha kupoteza, lakini pia Yanga anakwenda kuwa na tahadhari kwa kuwa wanakumbuka pia misimu kadhaa nyuma washaangusha alama kwenye ule uwanja. Waliangusha alama 2 kama unakumbuka. Walienda mara ya kwanza walipata suluhu bila kufungana, wakarudi tena. Mechi ya kwanza ya Mwalimu Humud pia naye alikwenda kuangusha alama kwenye ule mchezo akipata suluhu pia bila kufungana. Kwa hiyo unaweza kuona pia ni mechi ambayo Young Africans wanajua ubora wa JKT Tanzania ambavyo upo, lakini pia hiyo mechi ya mwisho ambayo wanaweza kwenda kucheza, Yanga wanahitaji kama watakuwa wameshinda game dhidi ya TRA, maana ni mechi ambayo kwao itakuwa inahitaji matokeo ya aina mbili ndio ambayo wanaweza kuenda kuwafanya wakawa bingwa. Kama endapo watashinda watakuwa bingwa kwa tofauti ya alama 2, lakini pia endapo watapata sare game dhidi ya JKT ikiwa wameshinda game dhidi ya TRA bado watakuwa mabingwa kutokana na head to head. Kwa hiyo bado unaweza kuona pia Young Africans ana nafasi kubwa sana kuweza kwenda kuwa bingwa mara baada ya kupata ushindi kwenye huu mchezo. Hamasa ambayo Yanga wataondoka nao leo kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya TRA inaweza kuwa ni kubwa sana. Kwa kwangu mimi binafsi naona Young Africans wana asilimia zaidi ya 98 ya kuweza kuwa mabingwa msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Sawa, huyo ni Ali Lwambano kama ambavyo umemsikia, ameipa Yanga ubingwa kwamba wana kila sababu. Sasa acha nikupe matokeo mengine tukianza na huu mchezo wa Yanga. Yanga ameshinda mabao 3-0 huku wafungaji akiwa ni Ibrahim Baka, Depu pamoja na Pacome Zauzwa, wakati mchezo wa Dodoma umemalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Mtibwa Sugar dhidi ya Simba imetoka na ushindi wa mabao 3-0, mabao yaliyofungwa na Rushain Selemani Mwalimu pamoja na Anicet Oula. TRA dhidi ya Coastal Union, mchezo umemalizika kwa sare ya bao 1-1, mabao yaliyofungwa na upande wa TRA aliyofunga Nasri Kombo, upande wa Coastal Union amefunga Maabad. Wakati huo mchezo wa Fountain Gate dhidi ya Mashujaa imeshinda bao 1-0, bao lililofungwa na Hussein Juma. Pamba dhidi ya Mbeya City imeshinda mabao 2-0, mabao yaliyowekwa wavuni na Eliud Ambokile. Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prison, Singida imeshinda mabao 3-1, mabao yaliyofungwa na Mosi Nduwumwe aliyofunga mabao 2 na bao moja likifungwa na Kennedy Juma. Upande wa Prison limefungwa na Kevin Sangati. KMC bwana kidogo waamke, walishikilia bomba wakati Namungo anashinda bao 3 na wao wakaja wakachomoa. Mabao 3 ya Namungo yamefungwa na Fabrice Ngoi, wakati mabao 2 ya KMC yamefungwa na Eric Mwijage na Mohamed Abdalla. Umeona jinsi mchezo ambavyo ulivyo. Yani sasa haya ni matokeo katika siku hii ya leo. Mchezo pekee ambao